Okay, mambo vipi? Naamini kabisa kwamba tuko vizuri. Kuna msemo mmoja Waswahili wanasema kiporo akitaki moto mwingi, ni moto kidogo tu basi kiporo hiko kinakuwa tayari kwa ajili ya kuliwa. Na ndicho ambacho kimetokea katika mchezo wa Simba dhidi ya kikosi cha Dodoma Jiji. Imeenda kuwa ni mechi ambayo Simba wameweka historia kipekee ya kufunga mabao mengi katika mchezo mmoja. Katika mchezo ambao tumeshuhudia Simba akishinda mabao zaidi ya 5, huku baadhi ya wachezaji pia wakiandika historia kipekee, lakini pia kusogelea niseme kubeba baadhi ya tuzo mwisho wa msimu. Kwa mfano kama Jean Shalawa ambaye katika mchezo wa leo amefanikiwa kufunga mabao mawili, lakini pia katika haya mabao mawili aliyoyafunga yamemsaidia kufikisha jumla mabao 12 kwenye ligi kuu Tanzania bara, na mabao ambayo yameyafunga hayo yamemwekea utofauti kati yake yeye na wale ambao alikuwa anakimbizana nao kwenye kuelekea kwenye kubeba kiatu cha mfungaji bora ligi kuu Tanzania bara, ambapo Mwamba alikuwa anakimbizana na Clement Mzize wa Young Africans ambaye ana mabao 10, pamoja na Prince Mpomalelo mwana Mfalme Duba ambaye naye pia ana mabao 10. Wote hawa amewazidi, lakini Jean Shalawa sasa ndiye mchezaji ambaye amehusika kwenye mabao mengi sana kwenye ligi kuu Tanzania bara kuliko mchezaji mwingine yoyote. Mchezaji alikuwa amehusika kwenye mabao mengi alikuwa ni Prince Dube ambaye yeye alikuwa amefunga mabao 10 na kutoa assist 7, na kwa jumla wake alikuwa amehusika kwenye jumla ya mabao 17. Lakini mabao ambayo ameyafunga leo Jean Shalawa yamemwezesha kuhusika jumla kwenye mabao takriban 18. Kwa nini? Kwa sababu ana assist 6 mpaka sasa kwenye ligi kuu Tanzania bara, lakini wakati huo yeye pia akiwa amefunga mabao 12. Kwa jumla wake tunazungumzia mabao 18 katika msimu mmoja, na amekuwa na mwendelezo mzuri. Na uzuri ni kwamba kuna baadhi ya vitu ambavyo unaweza ukavikosa kwake, lakini ukihitaji mpira mzuri, ukihitaji namba, Jean Shalawa yuko kwenye eneo zuri la kukupatia hilo. Lakini imekuwa ni mechi nzuri sana kwa Kibu Denis Prosper, kwa sababu tangu msimu umeanza kwenye michezo zaidi ya 20 ambayo amecheza Kibu Denis alikuwa hajatokea kwenye scoreboard. Alikuwa amefunga kwenye michuano mingine kama kombe la shirikisho, lakini kwenye ligi kuu Tanzania bara ilikuwa bado hajaonesha makali hayo. Katika mchezo wa leo amekuwa miongoni mwa wachezaji ambao wamehusika kwenye mabao mengi kuliko mchezaji yoyote. Kwa nini nasema hivyo? Kwa sababu Kibu Denis ni mchezaji ambaye amehusika kwenye mabao takriban 4, kwa maana akitoa assist 2 na kufunga mabao 2. Na haya mabao ambayo ameyafunga leo ndo mabao yake ya kwanza kwenye msimu wa ligi kuu Tanzania bara. Lakini huko nyuma alikuwa na assist, kwa maana alikuwa na assist 3 kabla ya mchezo wa leo. Kwa assist hizi 2 ambazo amezitia leo, manaka anafikisha jumla ya assist 5 kama sio 4. Nitakuja kurekebisha hapo baadaye kadri ambavyo muda unavyozidi kwenda. Lakini unaweza ukaona namna ambavyo ameendelea kuwa na ushiriki mzuri. Lakini miongoni mwa wachezaji ambao lazima tuwasifie Simba kwamba hapa walifanya sajili ya maana, basi ni kwa Elia Mpanzo. Kusema la ukweli, tangu mechi ya kwanza ametuonesha ni kwa namna gani mchezaji wa kimataifa anabidi asifike. Sio yale maswala yenu mchezaji unamsifia mbio, utasikia ana position nzuri, anajua kukimbia na vitu kama na ball control. No. Tumeshajua kwamba mchezaji unaweza ukamtem vipi kwenye mechi. Elia Mpanzo mpaka sasa amehusika kwenye mabao 7 kwenye kikosi cha Simba Sports Club tangu amejiunga nao, na amecheza dakika 699 peke yake, sasa na michezo 9. Kuna mchezaji anaitwa Jonathan wa kikosi cha Singida, naye duru la pili limekuwa tamu sana kwake, lakini huwezi kuacha kumtaja Elia Mpanzo. Unajaribu kuwaza kama Simba wangekuwa wamefanya usajili wake mapema, kwamba wameanza naye msimu, tungekuwa tunamuona kwenye eneo lipi. Leo amekuwa mchezaji ambaye amekuwa kwenye kiwango kizuri, amehusika kwenye mabao 3 katika mchezo wa leo. Hapo unazungumzia bao 1 ambalo amefunga, lakini assist 2 ambazo amezitoa. Inatosha tu kukueleza kwamba ni mchezaji mzuri kwa kiasi gani. Licha ya kwamba tunaweza tukaa tunamzungumza kwenye namba na nini, lakini jamaa ana matokeo katika hali mbili zote
zote za mpira miguu. Hali ya timu kutokuwa na mpira na hali ya timu kuwa na mpira. Timu isipokuwa na mpira, utamuona the way ambavyo anavyojitoa, anafika, utafuta mpira, lakini timu ikiwa na mpira anaonekana kuwa na madhara makubwa sana. Anaweza kutoa assist, anaweza kupiga kutoka nje ya 18. So unaona kabisa ni mchezaji ambaye amekamilika na ni mzuri kwa kiasi gani. Steven Desa Mukwala anaendelea kumpa sababu ya mwalimu kuendelea kumwamini na kumtia benchi mchezaji Lionel Ateba Mbida. Kwa nini? Kwa sababu pia leo amekuwa sehemu ya wachezaji ambao wametokea kwenye wachezaji ambao amefunga, na sasa hivi amefikisha jumla ya mabao 9 kwenye ligi kuu Tanzania bara. Ni bao moja tu lililomtenganisha yeye na Dube pamoja na Clement Mzize. Ni mabao 3 tu yalimtenganisha yeye pamoja na yeye anaongoza orodha ya fungaji kwa maana Jean Shalawa. Katika mazingira hayo unagundua kwamba ni mchezaji ambaye zile tunasema ndoto zake labda za kuwa top scorer na kuchallenge pale juu zinaamka. Amehusika kwenye mabao 12 mpaka sasa hivi, assist 3, mabao 9 akiwa amefunga. Katika mchezo wa leo amefanya jambo moja zuri sana ambalo kwangu mimi naweza sema linahitaji kupigi bao ambalo amefunga Jean Shalawa. Ameuruka mpira, Jean Shalawa anaukuta and then waleta. Lakini ukifanya calculation nzuri ya dakika ambazo Mwamba amecheza, haifiki michezo 10 kwa dakika ambazo yeye mpaka sasa hivi amecheza, kwa sababu kwa ujumla wako unazungumzia mchezaji ambaye amecheza dakika 752. So kwenye dakika 752 unazungumzia michezo 8 iliyokamilika. Katika michezo hiyo 8 iliyokamilika kwa dakika zile 90, mshikaji amehusika kwenye mabao 12. That means anaendelea kuonesha improvement. Kuna wakati tulikuwa tunasema aondoke ama vipi, lakini hiki kinachoendelea kufanyika kinakuonesha kwamba anaweza akakopa mazingira na Fadru anaendelea kuwa bora. Lakini Simba kwa matokeo haya sasa, manake wana michezo sawa sawa na kikosi cha Young Africans kwa maana ya michezo 22 kwa michezo 22. Ila Young Africans ataendelea kusalia kileleni pale kwa tofauti wa alama moja peke yake. Na hili Young Africans awe bingwa ni kuhakikisha anashinda mechi zake zote. Na ile Simba aendelee kuwa bingwa inabidi ashinde mechi zake zote. Lakini Simba pia amekata gap ya idadi ya mabao ambayo Young Africans alikuwa anamzidi. This time around Simba atakuwa anazidiwa na Yanga kwa jumla ya mabao takriban 7 peke yake. Sio mabao mengi, tofauti na jinsi ambavyo ilivyokuwa. Sio mabao 6 peke yake ambayo Simba atakuwa anazidiwa na kikosi cha Young Africans. Kwa points ni hizo 58 kwa pointi 57 ambazo kikosi cha Simba Sports Club watakuwa nazo. Na mchezo umemalizika hivyo, na nadhani imekuwa ni mechi nzuri sana kwa Fadru. Anatuonesha kwa kiasi gani anafanya umweki yake. Aliwajua vizuri sana Dodoma Jiji, na hata before the match alizungumza ubora wao kwa wapi kwenye counter attack, na alijua kabisa watacheza kwa kuzuia chance sana chini ya msalo wa katikati, na akatengeneza mfumo ambao utaenda kuwatoa kwenye huo tunasema ulinzi thabiti kwa chini ya msalo wa katikati, na end of the day imemlipa, na unaona Simba akipata ushindi mkubwa sana. Mara baada ya hapa I think Simba atakuwa na kwanza ligi itasimama kupisha michuano ya kimataifa kwa maana kuqualify kuelekea kombe la dunia, lakini Simba atakuwa na mchezo hapa katikati dhidi ya Al Masry, mchezo wa kimataifa ambao atacheza tarehe 3 mwezi wa 4, na yeye kwenye ligi Simba tutakutana naye mwezi wa 5 tarehe 2 huko ndo tutakutana naye. Ni muda, kwa hiyo tuna muda mrefu sana wa kuonana na Simba kwenye ligi kuu Tanzania bara. Wameacha statement kwamba wanahitaji ubingwa wa ligi kuu Tanzania bara. Nani amekukosha katika siku ya leo? Let me know katika comment, na utakuwa umecheza kama wewe. Asante and bye bye.